Ushiriki wenu katika mkutano huu unaonyesha kuwa mna imani na dhamira njema kwa Tume ya Uchaguzi juu ya namna inavyoendesha shughuli zake kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Ndugu washiriki, madhumuni ya mkutano huu ni kutoa taarifa tathmini juu ya zoezi la uandikishaji awamu ya pili lililofanyika katika wilaya zote za Unguja na Pemba kuanzia tarehe 1 Februari 2025 na kumalizika tarehe 17 Machi 2025. Tunatoa pongezi kwa ustamilivu wenu na msaada mkubwa wa uhamasishaji wa wananchi mliotoa kwa tume uliowezesha kuandikisha idadi ya waombaji ambao ni zaidi ya matarajio ya kuandikisha wapiga kura, ambapo tuliandikisha wapiga kura wapya 101,641 kati ya wapiga kura ambao tulikuwa tunatarajia ambao walikuwa 78,922. Na hao ilikuwa ni kwa mujibu wa takwimu ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 kwa awamu hii ya pili. Katika wapiga kura wapya ambao wameandikishwa, wanawake walikuwa 56,333 na wanaume 45,308 sawa na 128.79% ya wapiga kura walioandikishwa. Ndugu washiriki, takwimu hizi zinaonyesha kuwa Tume ya Uchaguzi imevuka makadirio ya uandikishaji kwa zaidi ya 100%. Hii inatokana na sababu zifuatazo. Mosi, uhamasishaji mkubwa uliofanywa na tume na wadau mbalimbali ya kuhamasisha vijana waliotumia sifa kujitokeza kwa wingi katika zoezi la uandikishaji. Pili, kujitokeza kwa wapiga kura wa zamani ambao hawakuwahi kuhakiki taarifa zao katika daftari la wapiga kura wakati wa zoezi la uhakiki wa wapiga kura uliofanywa na Tume ya Uchaguzi mwaka 2020. Tatu, kujitokeza kwa baadhi ya watu ambao siku za nyuma hawakuwahi kujiandikisha katika daftari la wapiga kura licha ya kuwa na umri mkubwa na sifa kujiandikisha katika mazoezi ya uandikishaji yaliyopita. Kiujumla, tume nashukuru wapiga kura wote waliojitokeza kuandikishwa na tunaomba muendelee kuipa tume ushirikiano katika hatua zake zote za matayarisho ya uchaguzi mkuu na unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Ndugu washiriki, kama nilivyosema katika awali katika mkutano huu, tume itawasilisha taarifa ya zoezi la uandikishaji wa wapiga kura kwa ujumla ikionyesha mchanganuo wa takwimu zake kiwilaya, kijinsia, kiumri na hali ya watu wenye ulemavu. Taarifa hii itatolewa na mkurugenzi wa uchaguzi baada ya kukamilika hotuba hii ya ufunguzi wa mkutano huu. Ndugu washiriki, katika hotuba yangu hii nimeelezea mafanikio ya uandikishaji wa wapiga kura awamu ya pili. Hata hivyo, naomba nichukue fursa hii kuelezea na upande wa changamoto zilizokutana nazo tume katika zoezi hilo. Moja ya changamoto kubwa ilitokeza ambao tunaomba wadau wajiepushe nazo katika hatua zinazofuata za uandikishaji wa wapiga kura ni kitendo cha wadau kuingilia na kujaribu kuingilia mamlaka ya tume ya uchaguzi kwa kutoa au kujaribu kutoa maagizo kwa watendaji na makarani wa uandikishaji kama ambavyo baadhi ya watu walijaribu kufanya wakati wa zoezi la uandikishaji. Ndugu washiriki, changamoto ya pili iliyojitokeza ni baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa kutoa kauli za uongo na upotoshaji kupitia mitandao ya kijamii. Tume inatoa kauli hii kufuatia upotoshaji wa makusudi uliokuwa unafanywa na baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa kupitia mitandao ya kijamii ya kupotosha umma kwa kutoa taarifa za uongo na upotoshaji na hata kufikia kutangaza taarifa za zoezi la uandikishaji kabla taarifa hizo kutolewa na tume ambayo ndio yenye mamlaka ya kisheria kutoa taarifa hizo. Kitendo hicho si cha kiungwana na kilikuwa na nia ya kuleta vurugu na machafuko ya kisiasa nchini kuelekea uchaguzi mkuu. Naomba ninukuu kifungu cha 128B cha sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018 kinachoeleza ifuatavyo: ni kosa kisheria kwa mtu yeyote kuingilia majukumu, mamlaka na uhuru wa tume kwa kutoa taarifa au kuagiza kutolewa kwa taarifa juu ya jambo lolote ambalo lipo chini ya mamlaka ya tume. Ndugu washiriki, kuingilia mamlaka ya tume kunaweza kutoa upotoshaji wa makusudi wa taarifa na hatua za mchakato wa uchaguzi na kuleta taharuki kwa wananchi wa Zanzibar. Hivyo tume inawataka kujiepusha na kitendo cha kuingilia mamlaka ya tume. Tume haitasita kuchukua hatua za kisheria kwa mwananchi au mdau yeyote atakayekwenda kinyume na maelekezo ya sheria. Ndugu washiriki, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kutoa taarifa rasmi kwa wananchi na wadau wa uchaguzi kuwa kwa mujibu wa mpango kazi wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, tume itaweka wazi orodha ya wapiga kura walioomba kuandikishwa kwa mwaka 2025, yani display, kwa muda wa siku 7 kuanzia tarehe 24 mwezi huu wa Mei mwaka 2025 hadi tarehe 30 mwezi huu wa Mei mwaka 2025 katika vituo vyote 407 Unguja na Pemba kwa lengo la kuwawezesha wananchi kuhakiki taarifa zao. Pia wananchi ambao wamo ndani ya daftari katika sheria husika kwenda kuangalia na kujiridhisha juu ya watu waliojiandikisha
Kama wataona haja ya kupinga, fursa hiyo imetolewa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018. Ndugu washiriki, namalizia hotuba yangu kwa kuwapongeza tena kwa ushiriki wenu katika mkutano huu, na nawaomba muipatie tume majadiliano yenye tija kuelekea katika maandalizi ya uchaguzi ujao. Baada ya maneno hayo, natamka rasmi kwamba mkutano huu wa wadau umefunguliwa.